KCMC mmeanza vizuri na mnafanya kazi nzuri. Sasa endeleeni kuimarisha ubora wa huduma kwa kuwa na huduma yenye mpangilio, nidhamu na matokeo mazuri kwa wagonjwa. Mgonjwa anapofika hapa apokelewe kwa wakati, apate vipimo bila kuchelewa, aelezwe mpango wa matibabu anaouelewa, aanze matibabu kwa mpangilio na vipimo vinavyokidhi hali yake, na afuatiliwe baada ya huduma. Na hili ndio kubwa. Nimetembea ndani kule, yale yote mengine niliyoyasema nimeyaona yanatendeka. Langu ni kuhimiza, lakini kufuatilia baada ya matibabu, hili ni jambo jema pia, ili tujue jitihada zetu zimehuisha wangapi na tumeshindwa kwa wangapi. Kwa hiyo ni muhimu kufuatilia baada ya matibabu. Ndugu zangu, lengo la serikali ni kuhakikisha huduma bora za afya zinakuwa haki ya kila Mtanzania. Ni haki ya kila Mtanzania. Katika kutimiza azma hiyo, serikali katika mwaka wa fedha wa 2026/2027, bajeti tuliyoipitisha juzi na Bunge, imetenga takriban shilingi trilioni 1 bilioni 800 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya sekta ya afya, ikiwemo kuboresha upatikanaji wa huduma, dawa na vifaa tiba. Tunafanya hivi tukitambua kuwa uwekezaji katika afya ni uwekezaji katika nguvu kazi ya taifa na ustawi wa familia zetu pia. Tunapoendelea na safari ya maendeleo, taifa letu linaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo. Malengo yaliyowekwa ya dira 2025 hayatotimia kama hatutokuwa na watu wenye afya na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Ndio maana tunatoa kipaumbele katika sekta ya afya. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, pamoja na kazi nzuri tunaifanya katika tiba, hatuna budi sasa kujiimarisha kwa upande wa huduma za uchunguzi wa awali. Saratani ambazo zikibainika mapema, matibabu yake huwa rahisi, na zipo nyingine zenye uwezekano wa kupona kwa haraka. Nimekuwa nikiona huduma za elimu kwa umma zikitolewa katika kampeni maalum katika vituo vya afya, lakini hata katika kambi mbalimbali za huduma za afya nchini. Nawapongeza sana kwa jitihada hizi, na ninawasihi Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wote kuongeza huduma za uchunguzi wa awali ili kubaini na kutoa matibabu ya mapema kwa maradhi ya saratani. Na kwa hapa kwetu Tanzania, saratani ambayo sana inatusumbua ni ile ya mlango wa kizazi kwa wanawake, saratani ya matiti kwa wanawake, lakini tezi dume kwa wanaume, koo kwa wanawake na wanaume, na saratani nyinginezo. Lakini hizi nilizozitaja ndio maarufu sana hapa kwetu Tanzania. Katika hatua nyingine, nawapongeza kwa hatua nzuri ya ujenzi wa kituo cha kisasa cha magonjwa ya moyo hapa KCMC, ambayo tumesikia kutoka kwa mkurugenzi mtendaji kuwa umefikia 40%. Hongereni sana. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba kituo hiki nacho kinakamilika, na niwaahidi kwamba kitakamilika. Kutokana na maono haya ya KCMC kutoa huduma za saratani na moyo, hapa nataka nizungumzie kuongezeka kwa maradhi ya saratani na maradhi ya moyo kwa watoto ndani ya taifa letu kwa kiasi kikubwa. Saratani zamani tulikuwa tunajua watu wazima, sasa hivi watoto wadogo kwa namba kubwa tu wanapatwa na maradhi haya. Maradhi ya moyo, vitoto vinazaliwa mioyo inatundu, moyo si mshipa umefanyaje, nini kimefanyaje? Sasa niombe au nielekeze, hili ni suala la kuangaliwa kwa kina, hasa watafiti wetu, vituo vyetu vya tafiti za afya kwa kushirikiana na waliotuzidi ujuzi duniani
tuzame kutafuta sababu zinazoleta ongezeko la maradhi hayo kwa watoto wetu na kutoa elimu ya kutosha kwa jamii ya Watanzania ili kuepuka yale yote yanayofanya tulete watoto wenye maradhi hayo duniani. Ndugu zangu, na hapa nimemsikia Baba Askofu Malasusa akisema kwamba kwenye maradhi ya moyo wagonjwa wengi wanatoka kaskazini, na kwamba tukimaliza jengo lile litasaidia wagonjwa kutokwenda JKCI Arusha na Dar es Salaam, lakini watatibiwa hapa. Sasa pia watafiti wetu watuambie sababu ni zipi ambazo mkoa huu unaleta wagonjwa wengi wa moyo. Sababu ni zipi hasa? Ndugu zangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, mniruhusu niseme kwa masuala yenu mliowasilisha Baba Askofu Malasusa nimeyasikia na nimeyapokea. Maombi yenu ya awamu ya pili ya mpango wa manunuzi wa vifaa tiba tumewapokea, waziri yupo, tutakwenda kuyafanyia kazi. Msamaha wa kodi kwa vifaa na muundo wa utumishi KCMC. Msamaha wa kodi kwa vifaa tunachukua, na ni imani yangu kwamba maombi yameshafika TRA, tutakwenda kuyafanyia kazi kwa pamoja. Lakini muundo wa utumishi wa KCMC, jambo hili lililetwa kwangu mara ya kwanza na Baba Askofu Shoo mwaka 2021 nilipokuja kwenye sherehe za miaka 50 ya KCMC. Lakini mara ya pili nilikutana na Baba Askofu Malasusa mwaka jana 2025, na aliniambia jambo hili la muundo wa utumishi, na nikamwahidi nitalifanyia kazi. Ndugu zangu na watumishi wa KCMC, nimelifanyia kazi. Serikali imeanza kulifanyia kazi. Tumefanya uchambuzi wa kina na tukakuta tutakuwa na ongezeko la gharama la milioni 340 kwa mwezi tutakapotekeleza muundo huu. Na kwa maana hiyo, kwa sababu bajeti iliyokwisha imemalizika bila kuwa na component hii, hatukuweza kutekeleza. Na bajeti tuliyoipitisha jana ni lazima kwanza ifanye kazi na tuone tunaweza tukaingiza wapi ongezeko hili bila kuathiri maeneo mengine. 340 ni fedha nyingi kwa mwezi. Kwa hiyo tumeamua tutakapofanya mapitio ya bajeti mwezi Disemba mwaka huu, tutaangalia uwezekano wa kupenyeza hili, kuanza kutekeleza muundo mpya wa utumishi kwa hospitali hii ya KCMC. Kwa hiyo nimelifanyia kazi, mababa askofu, kama mlivyonitaka. Kwa ndugu zangu watumishi wa KCMC, jengo tulilolizindua leo ni zuri na lina vifaa vya kisasa. Vifaa vyote nilivyoviona pale ni toleo jipya la vifaa vile. Leo ukienda popote ulimwenguni utamurikwa na vifaa vile vile vinavyomurika hapa. Hiyo ndiyo Tanzania. Hiyo ndiyo KCMC. Ila vifaa vile vitapata maana pale vitakapoambatana na huduma inayotolewa kwa ubora, weledi, nidhamu, uadilifu na kwa kuzingatia misingi ya utu. Nimekutana na madaktari bobezi na madaktari bingwa. Wamenieleza mambo wanayoyafanya mle ndani. Nimewaelewa na nimewaelewa mara mbili kwamba wamedhamiria kutoa huduma kwa wananchi. Nimekutana na mwanangu mmoja anaitwa Rehema kule kunakopigwa mionzi. Amenieleza anachokifanya na nikaelewa kwamba amebobea. Sasa uwepo wa vifaa, uwepo wa madaktari uendane na huduma inayotakiwa. Mgonjwa hudumiwe katika mazingira salama.
Jambo hili ni kubwa, maradhi haya ni makubwa, wagonjwa wahudumiwe katika mazingira salama. Vile vile, ili huduma hizo njema ziweze kuwa endelevu, matunzo ya vifaa hivyo ni jambo la kuzingatia sana, kwa sababu mashine moja tu likisita kule ndani, mfumo wote wa matibabu umesimama, kwa sababu mashine moja imesita kufanya kazi. Kwa hiyo, kwa ndugu zangu, watoto wangu ambao mnahudumia mashine hizi, uangalifu, umakini, uzingatiaji wa maelekezo ya kuendesha vifaa hivi ni muhimu sana. Niwasihi sana kila mmoja wetu au kila mmoja wenu mnaohudumia abebe jina la KCMC kwa uzito na heshima yake. Sio leo tumezindua, baada ya mwezi huduma hakuna, vifaa vimesimama. Hapana. Kama ni maintenance, kampuni zinazofanya maintenance ziitwe mapema kabla mashine kusimama. Niwaombe sana, tulibebeni jina la hospitali yetu. Ndugu zangu, niungane na Baba Askofu Malasusa kusema kwamba, na niwasihi wananchi, tusiogope kupima. Saratani si hukumu ya kifo. Tukiwahi hospitali mapema, tukafuata ushauri wa wataalamu na kuepuka vihatarishi vinavyoepukika, tunaongeza nafasi ya kupona. Hivyo nawasihi wanaume, msione aibu kupima. Mnakuja katika hatua za mwisho, tezi dume imeshaota, maumivu yakikukolea, ndio sasa huna budi unakwenda. Lakini vyema kwenda kupima mapema ili ujue hadhi yako, ujue uko kwenye hali gani. Msiogope kupima. Na kwa wanawake wenzangu, tusichelewe kufanya uchunguzi wa kansa za kizazi, lakini pia uchunguzi wa kansa za matiti. Tusiogope kwenda kupima, jichunguze. Amesema hapa Baba Askofu kwamba wagonjwa wasizidi, ndio, lakini vifaa vile vipo pia kufanya uchunguzi mzima humwi, lakini ukienda kitakuskini mwili wote, ilipo kinasimama, kinaonesha mshale hapa ipo. Lakini kama hakuna, mwanga ule utapita tu, na ukinyanyuka pale unaambiwa hakuna. Lakini kama ipo, itasimama iseme hapa kuna dalili. Kwa ni bora kujua hali yako mapema, Kwa nadhani madaktari baadaye huko mngeweka siku maalum kwa wale wanaotaka kufanya uchunguzi wa afya zao. Kwa viongozi wetu wa dini, jamii na vyombo vya habari, tuendelee kusaidia kutoa hamasa na elimu sahihi. Watu wetu wasipelekwe katika tiba zisizothibitishwa wakati ugonjwa ukiendelea. Imani na tiba si maadui. Mungu wetu ametupa maarifa na utaalamu, vitusaidie kuokoa maisha. Kumweka tu mgonjwa hapa ukamwekea mkono, Baba msaidie, Mwenyezi Mungu, ya Allah, surati nini ile shekhe, surati Shifa, ukamsomea, umemshika kichwa, haiondoshi kansa. Baba, waleteni kwa wataalamu watibiwe. Rai yangu kwenu, tuwatie moyo wagonjwa wa saratani, tuwasaidie kupata taarifa na matibabu sahihi. Mwisho, ndugu zangu, nihitimishe kwa kusema leo KCMC imepiga hatua, lakini wananchi wanatarajia matokeo. Tunatamani kuona huduma zaidi, wataalamu zaidi, muda mfupi zaidi wa kusubiria huduma, vifaa vinavyotoa huduma endelevu, na wagonjwa wanaotibiwa mapema kwa tabasamu. Niwahakikishie kwa serikali itaendelea kuenzi mchango wa madhehebu yote ya dini nchini katika kuimarisha ustawi wa watu wetu. Na hapa ni shukrani maalum
kwa dini zote nchini. Tunasaidiana nao katika kutoa mchango wa elimu kwa watu wetu, lakini vile vile mchango wa matibabu. Na haya mambo mawili ni muhimu sana. Lakini katika maeneo mengine ya maji na mazingira, taasisi za dini pia zinafanya kazi huko. Na ndio maeneo muhimu kwa maisha ya wanadamu. Kwa hiyo serikali inawashukuru sana na tunawahakikishia ushirikiano wetu katika kuleta ustawi wa Watanzania. Katika hilo niseme ninyi mmetambua kwa kazi ya utume iliyotimia haina budi kujielekeza katika kuokoa roho na mwili. Na kuokoa roho ni katika mahubiri mnayotupa, katika miongozo mnayotupa, lakini pia katika matibabu mnayotupa. Hiyo inaingia kwenye kuokoa mwili, sababu unapomtibu mtu, unapomfanya awe na chakula bora, unapomfanya awe na elimu nzuri, umemwokoa katika maisha yake. Kwa tunawashukuru sana na tuwasema kwamba huo ndio utume mwema na wenye baraka mbele za Mungu. Wale tunaojiita watume, watumishi wa Mungu, huu ndio utume mwema wenye baraka za Mungu. Baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa jengo la tiba la mionzi la hospitali ya KCMC limezinduliwa rasmi. Makofi mengi. Asanteni na hongereni sana, lakini pia naomba mkae, bado sijamaliza, nimezindua tu. Sasa ni shukrani maalum kwa tuzo. Mimi mwenyewe na wenzangu wote tuliotunzwa, tunashukuru kwa moyo wa shukrani mliotuonesha KCMC. Tungeweza kuja hapa tukazindua, mkatuambia jamani asanteni, we salute you, tukatoka tukaenda zetu. Lakini mmetupa kumbukumbu za kwenda kuweka kwenye maktaba zetu kwamba hii nilipokwenda KCMC. Tunawashukuru sana. Na watakieni wote neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Tunasema kwamba, na nilikuwa nasoma pale Samueli 17, Samueli 7 mstari wa 12. Nasema nini? Hata sasa Bwana ametusaidia. Tusemeni asante na alhamdulillah. Mungu ibariki hospitali yetu ya KCMC. Mungu aibariki KKKT. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Pamoja na baraka za Mungu zitushukie Tanzania. Asanteni sana. Amina. Naomba